Mfuko wa mawasiliano kwa wote UCSAF umehitimisha mafunzo ya teknolojia ya habari na mawasiliano TEHAMA kwa wanafunzi wasichana 244 kutoka mikoa 31, ambapo katika shughuli hiyo waziri wa teknolojia ya habari na mawasiliano Jerry Silaa alifika katika eneo hilo huku akikutana na wadau mbalimbali. Katika mafunzo hayo, baadhi ya wanafunzi wa kike wa sekondari walipata nafasi ya kuweza kuonyesha bunifu zao, na moja ya bunifu ambayo walioionyesha ni kutengeneza mfumo wa kuhesabu kura kwa njia ya kidigitali, ambapo wameomba teknolojia hiyo iweze kuboreshwa na ikiwezekana mfumo huo uweze kutumika katika chaguzi mbalimbali hapa nchini. Thoraya Mohamed Makame, natokea katika shule ya Mpapa Secondary School iliyopo Zanzibar, mkoa wa Kusini Unguja. Sisi tumetengeneza project yetu ambayo inaitwa Automatic Ballot Counter. Hii Automatic Ballot Counter itatumika na wale makarani katika uchaguzi. Baada ya kura zao kuzifanyia sorting, sasa watatumia kifaa hichi kwa ajili ya kuzikaunti. Kwa mfano, wamezikaunti kura zao, wamezitenga kwamba hizi ni kura za kiongozi fulani na hizi ni kura za kiongozi fulani. Hivyo basi watakuja kutumia hichi kifaa na kwa ajili ya kukaunti. Kifaa chetu hichi kama hivi tunavyokiona, tumetumia vifaa tofauti tofauti. Kwa mfano, tunayo breadboard, tunayo Arduino, tunayo hii ultrasonic sensor, huku pia tunayo LCD, a liquid crystal display. Kifaa hiki hakipo complex sana, hivyo basi tungeomba serikali itusaidie katika kufanya maboresho hichi kifaa chetu ili kiweze kutumika katika ngazi za uchaguzi, kuanzia uchaguzi wa kata mpaka baadaye ije kufika katika uchaguzi mkuu. Kwa sababu hiki kifaa tunaweza tukakitumia na maboresho mengine tunahitaji kutumia modules, kwa mfano wifi module. Hiyo wifi module vipi ita operate? Kwamba tunataka tutengeneze app. Hiyo app wakati hiki kifaa kina county, watu kama kwa wametengeneza hiyo app ionyeshe kwamba matokeo labda kiongozi fulani sasa hivi anazo kura hizi hapa na kiongozi fulani sasa hivi anazo kura hizi hapa, bila kwenda kuyatangaza yale matokeo. Yani wakishazi operate tu, mtu kama anayo application ame-download ataweza kuona matokeo. Hii display ndio itaonyesha count. Kama hapa vile ambavyo tulikuwa tumeweka ilikuwa tayari ni 2. Sasa tuone ita count vipi. Tumeona ime count 3. Ime count 5. Ime count ime count 6. Kama hili tatizo ambalo limeonekana hapa ni kwa ajili ya tatizo ya ultrasonic sensor. Yani vifaa vyetu ambavyo tumetumia hapa havipo complex. Kwa pia tungeomba serikali ituwezeshe kupata vifaa ambavyo vitakuwa complex ili tuweze kuidevelop hii project yetu iweze kutumika katika uchaguzi wa kata, uchaguzi wa mkoa mpaka baadaye uchaguzi mkuu wa kiserikali. Tuna matumaini makubwa kuwa mtaendelea kutumia ujuzi huu mliojifunza kwa vitendo na kuwa mabalozi wa TEHAMA katika shule zenu na jamii kwa ujumla. Tunaamini pia mtaweza kuhamasisha wasichana wengine kuondoa hofu, kuvuka vizingiti vya kijamii na kuingia kwa ari katika fani za TEHAMA. Na zaidi ya yote, tunatarajia mtaendelea na juhudi za kujifunza zaidi, kuchagua mafunzo yanayohusiana na TEHAMA katika elimu ya sekondari na hata vyuo, na hatimaye kuwa sehemu ya wataalamu wa baadaye katika sekta hii muhimu kwa maendeleo ya taifa. Dunia inahitaji mawazo yenu, ubunifu wenu na nguvu zenu katika kutengeneza suluhisho la kidijitali kwa changamoto za kijamii na kiuchumi. Kumbukeni, TEHAMA sio kwa ajili ya wavulana tu, ni kwa ajili yenu nyote. Ninyi ni sehemu ya kizazi cha mabadiliko, na mliopewa fursa hii ni wajibu wenu kuitumia kwa lengo la kujenga mustakabali bora wa taifa letu. Ni matumaini yangu kwamba ninyi mtaenda kuwa chachu kwa wenzenu kule mashuleni, mtaenda kuwa machampion na mentors kwa wenzenu kule mashuleni, ili wajue kwamba mtoto wa kike hakuna kilichoko kinaweza kuwa kizingiti kwenye maisha yake. Serikali inaongozwa na Daktari Samia Suluhu Hassan inafanya kila liloko ndani ya uwezo wake kuhakikisha ndoto za mtoto wa kike zinatimia.
Mabibi na mabwana, kwa namna ya kipekee napenda kutoa pongezi zangu za dhati kwa mfuko wa mawasiliano kwa wote, yani UCSAF, ambao uko chini ya Wizara ya Mawasiliano na Teknolojia ya Habari, uliofanikisha mafunzo haya muhimu kwa mabinti zetu. UCSAF imekuwa mstari wa mbele kuhakikisha kuwa wasichana wa Tanzania wanapata fursa ya kujifunza, kugundua vipaji vyao na kuona dunia ya TEHAMA kama sehemu yao ya mafanikio ya baadaye. Nimejulishwa hapa kwamba toka 2016 mafunzo haya yanafanyika na zaidi ya wasichana 1400 wamenufaika. Swali ambalo naliacha kwa UCSAF na nitapenda kupata taarifa yake, ningependa kujua wasichana hawa 1400 leo tunapozungumza wako wapi? Na hili liende sambamba na hawa 29 walioko hapa na wengine walioko kwenye vituo kupata mafunzo mwaka huu 2025. Tujue baada ya hapa wanakwenda wapi. Tuendelee kufuatilia, hata kwa kufuatilia tu kwa kusikia wako wapi. Lakini mimi binafsi kama mgeni rasmi siku ya leo nitataka kujua hawa 29 nilozungumza nao leo hapa wanaendeleaje kwenye masomo yao na shule wanazojifunza, ili tuweze kujua mbegu tulioipanda leo itafikia wapi kwenye TEHAMA ndani ya taifa letu la Tanzania.